Hello Tanzania, hello Africa, hello the world. Ni kwa mara nyingine tena napenda kuwakaribisha kwenye kipindi chetu kifupi cha mahusiano. Na hii ni KQ Relationship na mimi mtangazaji wako niite kwa majina ya King Hippopotamus TZ. Nitakuwa nawe mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho wa kipindi hichi kifupi cha mahusiano. Karibu sana 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 ujifunze kuhusu mahusiano na maisha ya ndoa. Na leo nina somo kwa nyote mliopo kwenye mahusiano na ambao mko kwenye ndoa. Iko hivi, wengi wenu mnapokuwa hamjaingia kwenye mahusiano ama hamjaingia kwenye ndoa, mnakuwa na marafiki zenu ambao mnaitana BFF. Sasa nipende kuwakumbusha kuwa mwanamke unapokuwa unaingia kwenye mahusiano ama ndoa, unatakiwa upunguze ama kuacha kabisa yale mazoea ya kuchati na rafiki zako wa kiume ama BFF. Na pia mwanaume unapoingia kwenye mahusiano ama ndoa, unatakiwa uache tabia ya kuchati ama kuwa na mawasiliano na rafiki zako wa kike ama BFF. Namaanisha hivi, unakuta mwanamke ama mwanaume alikuwa hayuko kwenye mahusiano wala ndoa, na alikuwa na marafiki zake ambao almost of time wanakuwa wanachati na kuwasiliana mara kwa mara, mchana kwa usiku, asubuhi kwa usiku. Wao muda wote ni kuchati, WhatsApp, Facebook, Instagram. Sasa nikukumbushe tu kuwa wewe hapo ulipo umeshakuwa mke au mpenzi wa mtu. Kwa maana hiyo, mpenzi wako ndiye mtu pekee ambaye unatakiwa uchate naye asubuhi, mchana na usiku, na sio hao unaowaita BFF. Tena hususan hao BFF wako wa kiume, wewe mwanamke, na BFF wako wa kike, wewe mwanaume. Kwani hakuna mazoea kati ya mwanamke na mwanaume wa mtu. Zaidi ni kutengeneza chemistry ambayo itawafanya nyinyi mharibu mahusiano yenu kati yako wewe na mpenzi wako. So ipo hivi, nawasihi sana sana sana, kama upo kwenye mahusiano ama ndoa, na kuomba uache tabia ya kuchati na marafiki zako. Kama wewe ni mwanamke, punguza mazoea na rafiki zako wa kiume, na kama ni mwanaume, punguza mazoea na rafiki zako wa kike. Sasa mimi nakupa funzo, wewe nitumbulie tu macho na uniangalie, unifananishe na hako kakatuni ambako umekaeka sebleni kwako. Kwanza labda nikushushue na nikupashe mimi kama mtangazaji wako. Wewe mwanamke wa mtu, wewe mwanaume wa mtu, unachati na hivyo vijitu ambavyo hamfanani jinsia. Mnachati kitu gani? Eti wewe unanitumbulia mijicho hapa. Mnachati nini kama sio umaraya? Mimi mtangazaji wenu nawapenda sana na napenda mahusiano yenu. Hivyo nitatumia lugha ya kukufurahisha, kukukera, ili mradi upate ujumbe ambao utakusaidia wewe kulinda mahusiano yako kati yako wewe na huyo chimpanzee mwenzio ambaye mmechukuana, mmeekana ndani, ama mmoja yupo kule mwingine yupo huku. Nyinyi ni kuchati, kutumia na meseji, hello baby, hamtaki kuoana. Mimi mtangazaji wenu natamani sana wewe uliyeko kwenye mahusiano mvuke hatua inayofuata, muingie kwenye ndoa. Na nyinyi ambao mko kwenye ndoa, natamani sana 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 muishi milele mpaka kifo kitapowatenganisha. Asante sana kwa kunisikiliza. Hii ni KQ Relationship
na hiki ni kipindi chetu kifupi cha mahusiano. Mimi mtangazaji wako King Hippopotamus TZ. Asante sana kwa kunisikiliza. Nipende tu kukusihi usikose kipindi kinachofuata ili ujifunze kuhusu mahusiano na maisha ya ndoa. Kabla hujazima data kwenye hicho kisimu chako cha mkopo, ningeomba usubscribe YouTube channel kama unanitazama kupitia YouTube, na pia mnaonitazama kupitia TikTok, Facebook na Instagram, ningeomba mnifollow. Asanteni sana, nipende kuwahaga. Bye. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, nawapenda nyote. Asante.